Tukikutangazia kutoka barabara ya Bahi jijini Dodoma. Hii ni Domeko TV. Karibu katika taarifa ya habari, tukikuletea habari za kitaifa, kimataifa, biashara na habari za michezo. Pia mtazamaji wetu wa Domeko TV, unao nafasi ya kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Domeko Media_Lab. Na moja kwa moja tuangazie yaliyojiri katika muhtasari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan apongeza sekta ya mawasiliano. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera, kisheria na kimkakati ili kuendeleza sekta ya TEHAMA, hatua inayolenga kuwezesha Tanzania kuendana na kasi ya maendeleo ya sekta hiyo duniani. Omari Msonde ana undani wa taarifa hiyo. Amezungumza hayo alipokuwa katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma wakati wa hafla ya uzinduzi wa minara 758, maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na makabidhiano ya mkongo wa mawasiliano serikalini. Mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera, kisheria na kimkakati au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya TEHAMA ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Rais Samia amezitaka halmashauri nchini kuondoa urasimu katika utoaji wa vibali vya miradi vya mawasiliano. Na hapa jitihada zote zinazofanywa na wizara, niwaombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Niwaombe sana, kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Niombe sana wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii. Aidha, Rais Samia ameongeza kuwa serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri cha kidigitali jijini Dodoma kitakachochochea ubunifu na kuongeza ajira katika uchumi wa kidigitali. Tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri. Katika hatua nyingine, tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri cha kidigitali hapa Dodoma. Na ili kuchochea ubunifu na ajira katika uchumi wa kidigitali, tutatenga fedha zitakazoiwezesha Wizara ya Habari. Nao baadhi ya wananchi waliohudhuria katika hafla hiyo walikuwa na haya kuzungumza. Kwa majina naitwa Rajabu Shabani Mruma. Binafsi mimi napenda kuzungumzia au kushukuru kuhusu uzinduzi wa minara 758. Kwa upande wangu mimi uzinduzi wa minara hii utatusaidia sisi vijana kwa kurahisisha mawasiliano internet, manake before kuwa na hii minara kulikuwa kuna changamoto kubwa ya mawasiliano. Kwa majina naitwa Gift Vincent Ernest, ni mwanafunzi wa mipango. Nilikuwa katika uzinduzi wa minara. Nimefurahia sana kwa sababu huduma ya mitandao ya kijamii inaendelea kukua kwa kasi, lakini pia itatusaidia kwenye masomo yetu. Itasaidia kukuza mawasiliano, uhusiano baina ya watu tofauti tofauti, wafanyabiashara, wanafunzi. Hivyo itasaidia sana. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Jakaya Kikwete ambapo imefanyika hafla ya uzinduzi wa minara 758, mimi ni Omari Msonde wa Domeko TV. Asante sana Omari Msonde kwa undani wa taarifa hiyo. Licha ya dhamana kuwa ni haki ya kisheria kwa mujibu wa katiba na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sehemu kubwa ya wananchi wa mkoa wa Dodoma wanaonekana hawana uelewa juu ya haki ya dhamana. Abdu ana undani wa taarifa hiyo. Haki ya dhamana imeainishwa wazi katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, lakini hapa mkoani Dodoma kwa wengi neno dhamana bado ni fumbo linalogubikwa na hofu ya sintofahamu. Baadhi ya wananchi waeleza uelewa wao kuhusu dhamana na wao walikuwa na haya ya kusema. Kuhusu dhamana, mimi ninachoelewa ni kama mtu anaweza kukudhamini
kuhusu kitu fulani au kazi fulani, unakuwa mdhamini wake hivyo. Yaani kwa mfano mimi nikadhaminiwa na mtu mwingine, na mtu pembeni amedhamini kuhusu labda tuseme kazi ya nini, kazi ya tuseme hii ya wakala, amenidhamini, lakini kwenye udhamini huo pia unatakiwa utambulisho wake pia, majina yake yote matatu na ya kwangu pia, anaandika vigezo, kuna vigezo, masharti unajaza kuhusu hiyo kazi ambayo mtu anatakiwa kuifanya. Kuhusu dhamana, naelewa kuhusu dhamana, makosa yenye dhamana na ambayo hayana dhamana. Makosa yenye dhamana ni makosa madogo madogo. Ndio. Kuna makosa ambayo yenye dhamana kama kupigana na mtu, ndio, kugombana, kukopa mali ya mtu na hujamrejeshea, akikupeleka basi polisi, huwa kuna dhamana. Ila makosa ambayo hayana dhamana ni kama kuua, kubaka, ndio, makosa kama hayo, kutembea na mtoto wa shule. Domeko TV haikuishia hapo, ikaamua kufunga safari na kumtafuta mwanasheria mbobezi ambaye anafafanua zaidi kuhusu swala zima la dhamana. Sasa kuhusiana na swala zima la dhamana, dhamana ni kama nafuu ambayo mtu hupatiwa pindi ambapo ametenda kosa fulani kwa ajili ya kusubiri taratibu zingine za kisheria zidhibitishe kwamba ni kweli amefanya lile kosa. Ndio huwa lengo, huwa maana halisi ya dhamana. Sasa kuweka bayana au kuweka katika usahihi unaostahili, si kila haki ambayo imeonyeshwa kwenye katiba ni haki ambayo inampa raia au ni haki ambayo raia anaipata moja kwa moja. Hizi haki zimeelezwa, lakini zimewekewa mipaka, hususa katika kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 5, kwamba hizi haki kuna muda unaweza usizipate ikiwa tu kama kuna uhitaji wa kutekeleza lile takwa la jamii. Tumetoka kusikiliza maoni mbalimbali ya wananchi kuhusiana na swala zima la dhamana pamoja na mtaalamu wa sheria. Nikiripoti kutoka jiji la Dodoma, ni mimi Abdu wa Domeko TV. Asante sana Abdu kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa yake Abdu inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Baada ya kuwasikiliza wadhamini wetu, karibu tena mtazamaji uendelee kuangalia taarifa yetu ya habari kutoka hapa Domeko TV. Katika habari za michezo, tuungane na Eliki Nenda kwa kutujuza mambo yote ya kimichezo yaliyojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wadau wa soka jijini Dodoma wameeleza matokeo wa mchezo wa CRDB Cup ambao ulikutanisha Young Africans dhidi ya TMA Stars, ambao mchezo huo ulipigwa katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam, na mchezo huo ulitamatika kwa klabu ya Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na kiungo mshambuliaji Max Pia Nzengeri dakika 69 ya mchezo. Nao mashabiki walikuwa na haya ya kuzungumza. Naitwa Shamili Ngumbi. Nipo by road hapa kijiwe cha bajaji na bodaboda. Kifupi, Yanga saizi ina performance nzuri. Kuna wakati inacheza poa, wakati inacheza sio. Kwa hiyo
kuna baadhi ya wachezaji wenyewe wanajijua. Kuna wakati fulani mtu anaamka yuko sawa, siku nyingine haiko poa, ila kiwalisia game ya jana pia kidogo alitaka kuzingua. Shida sio magoli, shida ni performance ya timu. Unaweza kucheza vizuri lakini matokeo kaleta, bado pia mashabiki tukawa hatuna hamasa ya kutaka kujua nini mnachokifanya. Si kwetu ni furaha. Kwa hiyo kitaalamu hapo naona kocha kidogo kuna wakati anakuja, wakati anapotea. Jina langu naitwa John Simon, niko Dodoma. Mimi ni mshabiki wa Yanga. Mzeni Yanga kwa sasa kuna muda inafanya vizuri na kuna muda inafanya vibaya. Kila wakati hizi kaa timu kaa nzima tu kaa nzuri, kaa na nani nzuri. Kwa hiyo kuna muda tu timu lazima itakuwa kiwango kiko chini, kuna muda itakuwa iko juu. Ila tunashukuru kwa kuwa sisi mashabiki tutaipenda tu hivyo timu yetu. Mashabiki wa Simba Sports Club wameeleza mwenendo wa klabu yao kutokana na matokeo mabaya katika ligi kuu ya Tanzania bara ijulikanayo kama NBC Premier League kwa kupata sare mara 2 mfululizo katika ligi hiyo, huku sare ya kwanza wakipata kwa Azam FC matajiri wa jiji, mchezo ambao uliisha kwa sare ya kutokufungana, na sare ya pili wakipata kwa watoza ushuru TRA United ambao mchezo uliisha kwa sare ya kutokufungana. Nao mashabiki walikuwa na haya ya kuzungumza. Msimu huu nadhani ubingwa bado upo. Bado Simba kijipanga vizuri, ubingwa bado upo. Kwa sababu ukiangalia timu yetu bado iko vizuri. Iko vibaya. Timu iko vizuri. Sema ni muunganiko tu, baadhi ya wachezaji wakaa pamoja vizuri, basi timu inaweza kufanya vizuri tukachukua ubingwa. Kwa sababu ukiangalia bado muda ni bado gap sio kubwa sana. Gap na Yanga kabla point 5. Lakini pili ukiangalia bado tuna michezo mingi mkononi. Kwa hiyo yote inaweza kutokea walioko juu wakapoteza. Sisi tukakaa juu. Naitwa Mtili Hamza, shabiki wa Simba. Kwa Simba yangu unavyoiona kwa sasa hivi ipo vizuri kwa viungo nini, lakini mbele pale forward kidogo ndio anazingua Selemani Mwalimu. Sasa hatujaelewa mpaka sasa hivi viongozi wetu wanatuambia nini kuhusu nani forward wetu wanasema na zao yani hatupi tizio nini, tujue anakaa na yeye, hatuelewi shida ni nini. Lakini kwa msimu huu kwa sasa hivi nadhani mpaka sasa hivi Zana tukatuacha point nyingi sana, lakini ngoja tuliangalie ani forward, mchawi forward na makocha pia na anatokea kama mtu kufanya sabu mapema. Muona mikazo ndio hiyo. Taifa hiyo ya Simba inatamatisha habari za michezo kitaifa, na katika habari za michezo kimataifa, vinala wa ligi kuu ya England ijulikanayo kama EPL Arsenal wamedondosha alama 3 kufuatia kipigo cha mabao 2-0 dhidi ya AFC Bournemouth katika dimba la Emirates na kupunguza kasi ya kuwania ubingwa wa ligi kuu ya England. Washikamitutu wa London Arsenal wamesalia kileleni kwa alama 70 baada ya mechi 32, alama 9 mbele ya Manchester City ambao bado hajacheza michezo miwili. Magoli ya Bournemouth yakifungwa na Erling Haaland dakika 17 na goli la pili kifungwa dakika 74 na Alex Crowley, na huku goli la kufutia machozi kwa Arsenal washikamitutu likifungwa mnamo dakika 35 ya mchezo kupitia kwa striker wao Goldcrest. It's true fair for Bournemouth across the face of goal it goes. It takes a deflection and Bournemouth. It's Victor Gyökeres for Arsenal. Score! Evan Nilsson helps that on to Scott and Bournemouth are in front. Klabu ya Union Berlin inashiriki ligi kuu ya Ujerumani ijulikanayo kama Bundesliga imemteua mwanamama Maria Rose Elter kuwa kocha mkuu katika kikosi cha kwanza kwa mkataba wa muda mfupi mpaka Juni 2026. Mwanamama huyo atatua klabuni hapo kuchukua mikoba ya Stefan Boating aliyotupiwa vilago baada ya Union Berlin kupoteza kwa mabao 3-1 dhidi ya washika mkia FC Elf siku ya Jumamosi. Maria Rose Elter mwenye umri wa miaka 34 la hiyo Ujerumani atakuwa kocha wa kwanza mwanamke kuteuliwa kufundisha timu ya soka ya wanaume kwenye moja ya klabu ya ligi tani bora barani Ulaya. Habari ya Union Berlin inatamatishia habari za kimichezo. Ulikuwa nami Eric Nenda, Domeko TV. Mtazamaji, taarifa za michezo ndio zinatufikisha tamati ya taarifa ya habari yetu. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuletea taarifa hii ya habari, mimi ni Onisia Kitinya. Nikutakia wakati mwema wa kuendelea kutazama vipindi vinavyofuata.